Siku nyingine tena katika kipindi chako bora kabisa cha michezo ni hapa Simba TV, mahala pekee ambapo wewe mpenzi mshabiki mwanachama wa Simba Sports Club unaweza kupata taarifa zote zinazohusiana na klabu yako pendwa. Sisi Simba hatuna budi kukuletea habari zote kemkemu ambazo pengine ulikuwa ukizisikia katika mitandao ya kijamii, ulikuwa ukizisikia katika vijiwe mbalimbali vya soka, lakini pia pengine kuna mtu alikuwa anakuambia. Achana na hizo zote, hapa Simba TV ndio mahala pekee ambapo unaweza kupata kitu clear kinachohusiana na klabu yako pendwa wa Simba Sports Club. Lakini pia mbali na hapa katika mitandao yetu ya kijamii ndio mahala ambapo unaweza kupata taarifa zote zinazohusiana na Simba Sports Club, taarifa rasmi. Katika juma hili ndani ya Simba TV tumekuletea mengi mazuri ambayo pengine ulikuwa unatamani kuyajua na kuyasikia. Mdhabuni wetu Jairuti kuna vingi vizuri ambavyo amezungumza, na kubwa ambacho amezungumzia ni kuhusiana na jezi mpya za CAF, kwa maana jezi ambazo tutaenda kutumia katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo wetu wa kwanza tarehe 22 mwezi huu tutakuwa na uzi mpya ambao utakuwa tayari umeshatambulishwa. Kama si siku 4 basi siku 3 kabla ya mchezo huo. Tutakuja kumsikia hapa ambaye yeye amezungumza mengi mazuri kuhusiana na zoezi hilo. Lakini pia ndani ya juma lililomalizika tulikuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC. Sisi Simba tukiwa ugenini katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel tukicheza dhidi ya wenyeji wetu JKT Tanzania, na ushindi wa mabao 2-1 ambao tulipata katika mchezo huo. Mabao mazuri ambao yamefungwa, performance nzuri kutoka kwa wachezaji wetu ambao walipata nafasi ya kucheza. Lakini pia mara baada ya mchezo kumalizika tulipata nafasi ya kumsikia meneja mkuu Pantev akizungumza, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza wamezungumza mchezo huo, lakini pia wamezungumza mengi mazuri kuhusiana na huo mchezo, lakini pia matarajio na malengo yao kwenye vile ambavyo vinafuata. Mwisho kabisa tutakuja kumsikia semaji la CAF, meneja wa habari wa Simba Sports Club Mr. Ahmed Ali, ambaye yeye amezungumza vitu vingi vizuri. Mimi ni Tobias Sebastian, nipate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Kuambia hapo awali katika Simba TV ndani ya juma hili tuna story moto moto kwa wale wapenzi mashabiki wa wanachama wa Simba Sports Club. Walikuwa wakijiuliza lini jezi za Simba ambazo zitatumika katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika zitatumika. Tuko naye hii leo mkurugenzi wa Jairuti Investment amezungumza kuhusiana na jezi lini zitakuja nchini, kwa wakati gani zitakuwa tayari, na lini zitamfikia mwanachama wa Simba Sports Club, mshabiki na mpenzi yule ambaye anatamani kuvaa jezi mpya za Simba, jezi za CAF. Miongoni mwa vitu ambavyo amezungumza ambavyo hata mimi vimenivutia kuhusiana na zoezi zima la kuskani. Kuna jezi za ligi, kulikuwa na mambo ya kuskani, lakini pia hivyo kuna jezi hizi za CAF ambazo tunaenda kuzitumia katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza tukicheza nyumbani, kuskani kama kawaida, lakini pia ametaja features nyingine tofauti ambazo zinapatikana katika jezi hizo. Tumsikie mkurugenzi wa Jairuti Mr. Joel amezungumza mengi mazuri kuhusiana na jezi mpya za mnyama ambazo zitatumika katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, tukianzia nyumbani katika uwanja Benjamin Mkapa. Mchakato unaendelea vizuri na ndio maana tumeweza kutoa tangazo ili kuweza kuambia wafanyabiashara wa jezi kwamba waanze kutoa pre-order, sababu mpaka sasa jezi zimeshaanza kuingia za kimataifa. Swala kuscan that is international requirement, yani elewa sisi tuna mkataba na Diadora na zile jezi zinatengenezwa na Diadora. Kwa hiyo product yote ambayo inakuwa under Diadora lazima uweze kuscan ili kuweza kuthibitisha, authenticate kwamba hii jezi ni original na inatoka Diadora. Kwa kuscan lazima. Jezi ya kimataifa ni tofauti kwa sababu hata wadhamini wenyewe ni wametofauti, sio kama wale wa mwanzo. Na nadhani nafahamu Champions League ina logo zake za kitofauti kabisa. Na katika hili nadhani ni wakati sasa kwa wale watu ambao walikuwa wanatamani kuvaa jezi. Kuna wengine kulingana na misimamo ya kiimani wanasema tuwezi kuvaa jezi ambazo zina matangazo fulani, si ndio? So katika hili sasa na wadhamini wapi ambao tumewapata, so jezi zitakuwa tofauti sana na itaweza kuongeza wigo sasa kwa wale wana Simba ambao wana mapenzi ya Simba, lakini kulingana na misimamo ya kiimani walikuwa wanashindwa kununua zile jezi. So now
wataweza kununua. Kwa katika muktadha huo jezi ni tofauti kabisa. This time tumejaribu kurahisisha kidogo kutokana na kile ambacho kilitokea katika uzinduzi wa jezi za ligi, kwamba katika utaratibu wa uuzaji watu tumeweka mtu achukue minimum pisi 1,800. So ikawa kuna malalamiko na maoni ya wafanyabiashara wadogo kwamba sasa sisi ambao tuna mitaji midogo mnawezaje kutufikia, unaelewa? So tumepunguza kwa kuangalia uhitaji wao na ushirikaji wao katika ununuzi wa jezi. Hii sasa iweze kutoa fursa kwa kila mtu ambaye ana uwezo wa kati ili aweze naye kushiriki, hata yule wa chini kabisa aweze kushiriki kufanya hiyo biashara. So this time tumesema bwana, tutaanza kuuza kwa pisi 240, tutatoa kwa bei ya jumla, na ambapo tulitangaza kiangalia kwenye matangazo pale, bei ya jumla tumesema shilingi 35,000 katika jezi ya kimataifa. Na kwa reja sasa nadhani inaendana kulingana na soko na uhitaji, ambapo jezi ya kimataifa inakuwa kwa almost shilingi 50,000, 45-50. Yeah. Kila kitu kiko tayari. Na nadhani siku 3 au 4 kabla ya siku ya ile mechi tutafanya digital launch. Launch. Yes. Yes, nadhani wewe ambao ulikuwa unajiuliza pengine jezi vipi zitapatikana, Mr. Joseph Rwegasira amezungumza zitapatikana vipi, namna gani zitatoka kwake kwenda kwa wauzaji, lakini pia kutoka kwa wauzaji kwenda kwa walaji, kwa maana wale mashabiki wanachama wa Simba Sports Club. Wewe uliwepo Morogoro, uliwepo Mwanza, mikoa tofauti mbali ya Dar es Salaam, hapo mara baada ya jezi kuzinduliwa, hapo zitakufikia na utatinga jezi yako, jezi ambayo mimi sifa moja wapo ambayo nimeiona katika jezi hiyo, ukienda nayo ukweni unapewa mke bila mahari. Yani ukishatinga tule tap, umetinga jezi yako, kama umechomekea, umeweka juu ya shati au umevaa yenyewe, unaenda nayo ukweni bila ya kutoa mahari, unakabidhiwa mke, unakabidhiwa kisukwa mara baada ya kuvaa jezi hiyo. Lakini pia kuna vingi vizuri ambavyo vinapatikana katika jezi hiyo, mimi nimeviona kama ambavyo Mr. Joseph Rwegasira ametoka kuzungumza. Lakini pia ukitoka hapo kama ambavyo nimekuambia, katika Simba TV ndani ya juma hili tulicheza mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao tulicheza katika uwanja wa ugenini, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Sisi Simba Sports Club tukifanya vizuri katika mchezo huo, tukipata ushindi wa mabao 2-1. Performance nzuri kutoka kwa wachezaji wetu ambao wamepata nafasi ya kucheza, lakini pia ushindi mnono ambao sisi Simba Sports Club tulikuwa tunahitaji katika mchezo huo. Mara baada ya mchezo kumalizika, tulitoka kumsikia meneja mkuu Pantev ambaye yeye amezungumza katika eneo la kiufundi, lakini pia tutakuja kuwasikia baadhi ya wachezaji ambao walipata nafasi pia ya kuzungumza mara baada ya mchezo. Mwisho kabisa tutakuja kumshuhudia semaji la CAF Ahmed Ally ambaye yeye amezungumza mambo mengi mazuri. Amezungumzia mchezo huo, wachezaji waliocheza, na amezungumza vitu vingi vizuri na vile ambavyo vinafuata mara baada ya mchezo huo kumalizika. Hawa hapa ambao wamepata nafasi ya kuzungumza mara baada ya mchezo dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kutamatika. Kwenda kupiga kona Morris. Ameanza kona fupi, Eli Mpanzu. Bado yuko na mpira Eli. Aingiza cross tena kwenye nafasi, anakwenda kuweka header. Wilson Nangu. Haijalishi kama ametoka hapa. Anawauliza mmenisikia? Anaweka bao kwa header. Anaweka uzani sawa. Anafungua kaunti ya mabao kwenye ligi kuu ya NBC kama alivyofanya kwenye mechi ya kimataifa. Nangu Wilson anawapeleka kati JKT. Kazi nzuri, Eli Mpanzu aliweka cross na ikamkuta Wilson Nangu, diving header kuwapa Simba bao la kusawazisha.
uhitaji wa pointi 3 ni mkubwa. Haya, piga pasi kumtafuta Soa. Jonathan! Simba mweusi Jonathan Soa anakwenda kuhutubia taifa. Jonathan Soa, super sub kwa upande wa Simba, anakwenda kuwapa bao la kuongoza. Saluti zinapigwa, skelele zinasikika, ni kama watu waliokuwa na kiu nyikani wamepata tone la maji. Simba 2 anaachwa ameduaa Ahmad Ally, wakati ambao aliamini kila kitu kipo kwenye control yao JKT. Simba wanapita hapo hapo. Morris Abraham aliweka pasi ya katikati kwa walinzi, wakajichanganya wenyewe. Soa mpira ulimkuta tayari na akaweza kumaliza. Chance ameipata na chance ameitumia. Simba mweusi wawili kwenye mpira mmoja wanashindwa kuweza kucheza. We came from the back, and for me it's important that team show us champions mentality. Every match will be tough because Simba is a big team, and you know that everyone wants to compete and to show himself in front of big teams, so it will be not easy in any one of the other matches. We did it tough because we missed too many chances, and even before substitute, I think that we play well, just we must be more clinical in the final phase. Every match will be tough because Simba is a big team, and you know that everyone wants to compete and to show himself in front of big teams, so it will be not easy in any one of the other matches. We did it tough because we missed too many chances, and even before substitute, I think that we play well, just we must be more clinical in the final phase. Yes, we have a break, but for them the break will be just 2 days because we have to put our focus in CAF matches, and we will miss our national team players for 5-6 days. So after we can be together just for 3-4 days. So now we have first to recover players, and after our next opponent is really very tough, and I think that our supporters will help us. Mechi ilikuwa ngumu, tumfanya kitu kikubwa, tumpeana moyo tena wakati ambao tumeongozwa goli, ilihitajika kupush, ilihitajika kujitoa zaidi ili tupate matokeo. JKT ni timu nzuri, JKT ni timu yenye ushindani, aswasi wakiwa uwanja wa nyumbani ni timu ngumu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, alikuwa rahisi. Wachezaji wenzangu, maelekezo ya kocha, tumejitahidi kupushi na Mwenyezi Mungu atushikia, tumpata pointi 3. Hivi rangu ni ngumu kucheza dhidi ya JKT Tanzania, timu ambayo wewe ulicheza msimu uliopita, au ni rahisi kucheza dhidi ya timu ambayo wewe umetoka kucheza msimu uliopita? Kuna ugumu upo, maana ni watu ambao tunafahamiana, ni watu ambao tushakaa zaidi ya mwaka mzima, ni watu ambao tulikuwa tuna train, wanajua mapungufu yangu, wanajua ubora wangu ulipo. Kwa wanachofanya wanapeana tu maelekezo kwa sababu ni mtu anamjua. Ndio maana leo hata ulikuwa ukiona kwenye kona asilimia kubwa ni unakuwa tight mark kabisa, yani hadi mivuto Kwa hiyo kuna ugumu upo, afu ni timu ambayo inajitahidi kucheza ili usifanye mistake. Yote namshukuru Mungu, mechi imesha salama. Mechi umemaliza, mchezaji bora wa mechi. Hebu ionyeshe vizuri kwanza. Ngoja basi kwanza na ngoja basi kwanza. Ulitarajia? Sikutarajia, ni Mungu tu. Ni Mungu tu amekuongoza. Mapambano ndo anazalisha hiki. Mapambano ndo anazalisha hiki. Zawadi ya mtu? Zawadi ya mama. Zawadi, mwambie basi pale akusikie. Mama yangu kipenzi, nakupenda, hii zawadi itakuja Moshi kwa ajili yako, itatumwa. Inshallah. That is all I'm saying. I'm happy because looking at the game, every player wants a win. So we getting the win, I'm happy. This is my second game in Tanzania. Me coming to Simba. You know, me coming from the bench is a game. But I see myself to be this my second game because my first game was a full time and I scored 1. And this is my second game because the second game I did not play. So this is the third game that I'm playing.
So my second game, I'm playing from the bench and 2 matches, 2 goals. So we count it from there. I told you from Egypt. Yes, I remember. Yeah. Kwanza nashukuru Mungu kwa kucheza mchezo salama na kumaliza salama. Kilichonifanya mpaka kuongeza morali zaidi kwa sababu mimi nimetoka JKT. Nimetoka JKT, kwa hiyo najua JKT ikikutana na timu kubwa kishindo chake kinapokuwa. Inakuwa vipi? Kishindo kinakuwa kikubwa. Na hususan leo ndo nimeona kuwa JKT wakicheza na timu kubwa wanakuwa wagumu sana. Wanakuwa wagumu sana. Kwa hiyo ili muweze kuwa win basi lazima na nyinyi mpambane kwa 100%. Ili muweze kuondoka na pointi 3. La bila hivyo huwezi kuondoka na pointi 3. Utaondoka na nyingi na moja. Tuambie ugumu ulikuwa wapi, lakini pia tuliweza wapi mpaka tukapata mabao mawili, kusawazisha na kufunga la ushindi. Ugumu ulikuwepo kwa sababu wachezaji wao morali yao kubwa, wamekuja na morali kubwa, wanacheza na timu kubwa. Kwa hiyo kilichofanya sisi tuweze kuwin mechi ni ukubwa wetu. Tumetumia ukubwa wetu kwa sababu sote tumepata nafasi. Na sisi tumepata nafasi. Kwa hiyo sisi tumeweza kuzitumia na wao wametumia nafasi yao, ila ukubwa ndio umeamua mechi. Kwako wewe Yakubu, nini ambacho kimeongezeka? Mchezo mwingine unacheza ligi kuu ya NBC na unacheza vizuri. Mie kilichoongezeka kwangu kwamba nazidi kupata confidence kama ambavyo ulivyonihoji juzi. Nikakwambia bado ni kipa mdogo, japo kwa watu wananiona ni kipa bigi. Kwa hiyo mimi mwenyewe najiona bado kipa mdogo. Kwa hiyo kila siku zikenda na timu ambayo nipo kubwa, nazidi kuhimili pressure yake. Tutegemea hichi kitatokea zaidi kwa maana kupata matokeo mazuri mfululizo kwenye mechi ngumu kama hizi. Mie nawaahidi ubingwa wana Simba. Nawaahidi ubingwa kabisa yani. Unasema sio kupata pointi tu. Nawaahidi ubingwa, mashabiki, viongozi, timu kwa ujumla. Nawaahidi ubingwa mara hii kwa uwezo wake Mungu. Ubingwa lazima, Simba nguvu moja. Inshallah. All the best. Inshallah. Okay. Namna ambavyo timu inatengenezwa inampa nafasi kwa sababu tukishambulia kama ni kona ama ni faulo, mabeki wakati wanapanda anabaki chini watu wachache. Kwa hiyo wanapokuwa katika eneo lile ni rahisi kupata bao. Na ni mambo ambayo yanafundishwa katika uwanja wa mazoezi wa Mo Simba Arena. Ndio kwa sababu ingekuwa kafunga moja ungesema hiyo bahatisha nduluti. Lakini kafunga Hamza, kafunga Rushain mara 2, kafunga Nangu mara 2. Amefunga Shamo mara 1. Hii haiwezi kuwa bahati mbaya. Huu ni mpango ambao unatengenezwa katika uwanja wa mazoezi na of course unatulipa. Tumetengeneza mabao mengi zaidi. Rushain ana mabao mengi zaidi kuliko washambuliaji wengi wa ligi kuu ya Tanzania. Wilson Nangu ana mabao mengi zaidi kuliko baadhi ya washambuliaji wa timu nyingine za ligi kuu ya Tanzania. Hata mwanetu Inspector Karabwa Shamo ana goli ambalo washambuliaji wengine hawajafunga katika ligi ya Tanzania. Sasa haya sio mambo ambayo yanatokea bahati mbaya. Mpira sio uyoga kwamba utajiotea tu porini. Hii kitu inapandwa, hii kitu inatengenezwa na kazi inafanyika na matokeo unayaona. Watu kupata matokeo magumu hapa katika uwanja wa Meja Isamuhyo ni kutokana na ubora wa mpinzani JKT Tanzania. Na mimi nichukue nafasi hii kumpongeza mwalimu Ahmad Ali namna ambavyo ameitengeneza timu yake, amefanya kuwa bora sana. Unajua zamani timu hizi zenye muktadha wa kijeshi zilikuwa zinasifika zaidi kwa kutumia nguvu. Lakini tangu kuja kwa Ahmad Ali ndani ya JKT Tanzania, nguvu wanatumia lakini na maarifa ya kiufundi wanatumia makubwa zaidi. JKT hivi sasa wanaweka mali chini, wanaanza kwa goli kipa, wanakusachi taratibu mpaka wanafika nyumbani kwako. Hakuna kubutua, hakuna pressure. Hata ukiwa press bado wanaweka mali chini, wanaondoka mdogo mdogo. Ni kazi kubwa ambayo imefanywa na benchi la ufundi la JKT. Ndio maana naona wanaweza kuwa na namna hiyo. Lakini hata wangekuwa bora vipi JKT, wasingeweza kuchukua hata alama moja mbele ya Simba Sports Club. Simba isiyoshindika. Kitu pekee ambacho wanapaswa kujivunia na wasikae kinyonge, washangilie kweli kweli, ni kufanikiwa kupata walau bao moja mbele ya mnyama. Wamefanya kazi kubwa kweli kweli. Lakini kuchukua alama 3 kwa Simba ama kuchukua alama 1 kwa Simba ni jambo ambalo lisingewezekana hata kidogo. Ilikuwa lazima tuwanyowe kutokana na ubora tuliokuwa nao, hasa kipindi cha pili baada ya mwalimu kuamua kuapply
kuapply Champions League kwenye ligi kuu ya NBC. Sawa, semaji tumalizie. Jonathan Soa, mechi 2, mabao 2. Mimi katika watu ambao nina imani nao sana ni Soa. Mchezaji anaongoza kuwa na tabia njema na nzuri. Yule kama baba paroko. Nakwambia heshima imenyooka namna hii. Katika watu ambao nina imani nao sana ni Jonathan Soa. Na imani yangu ni kutokana na ubora aliyokuwa nao. Tumeona namna ambavyo ameingia, kitu ambacho amekifanya. Alibadilisha kabisa aina ya mchezo. Ukichanganya na wale wote ambao waliingia second half, timu ikawa imebadilika 100%. Jonathan Soa nilishamuelezea huko nyuma. Kama Soa ameweza kufunga mabao 13 kwenye mechi 15. Mechi 13? Whatever. Yani kufunga mabao 13 kwa nusu msimu kwenye timu aina ya Singida, huyu Simba anaweza kufunga mabao hata 50. It's a matter of time too. Sasa ni mshambuliaji ambaye ana kila kitu. Anajua kufunga, yani yeye mwenyewe kufunga anajua. Kutengeneza nafasi ya kufunga anajua. Ana uwezo wa kumlisha mtu, ana uwezo wa kufanya kila kitu akiwa kwenye lile eneo la mpinzani. Leo hii alikuwa anaondoka na goli lake, anaondoka na assist vile vile. Alimpa pasi ya upendo sana kabisa wala Elimpanzu Volcano. Na Mpanzu akachagua engo vizuri kweli kweli. Bahati mbaya ikatoka. Hiyo ni kazi ambayo ameifanya nani? Ameifanya Jonathan Soa. Jonathan Soa kadri anavyopata muda, kadri anavyocheza, anazidi kuwa imara na kuwa bora zaidi. Na mimi mark my word Toby. Shika maneno yako. Shika maneno yangu. Top scorer yuko Simba msimu huu. Katika wiki hii pia wanafamilia wa Simba Sports Club tumekutana na changamoto au pigo lingine. Nahodha namba 2 wa kikosi chetu Kibu Denis Prosper amempoteza baba yake mzazi, kwa maana amefiwa na baba yake mzazi. Sisi Simba Sports Club tulitoa taarifa kuhusiana na Kibu Denis kumpoteza baba yake mzazi ambaye alikuwa akiishi pale Kigoma na msiba upo pale Kigoma. Tunampa pole Kibu Denis kwa kumpoteza au kwa kufiwa na baba yake mzazi. Tunawapa pole wale wote ambao wanahusiana au wanahusika na msiba huo, lakini pia tunawapa pole wana Simba wote ambao wamekutana na changamoto hiyo ya mchezaji wao kipenzi Kibu Denis kupoteza baba yake mzazi. Kwa mara nyingine tena Simba Sports Club tunatoa pole kwa Kibu Denis, tunatoa pole kwa familia, tunawaombea waweze kumaliza shughuli za msiba, lakini pia tunawaombea waweze kuvuka na kupita katika kipindi hiki kigumu. Pole Kibu Denis, pole kwa wanafamilia wote ambao wamekutana na msiba huo. Kwa mara nyingine tena tunawapa pole sana.